Naomba tuanze na Manyanda alafu tutakuja kwako. Sawa. Mheshimiwa Manyanda, karibu sana. Nimeshakaribia, nashukuru sana. Mambo vipi? Mambo fresh kabisa. Wewe pia umeshindwa kupata usingizi, ukaona usiku bora uje upate flavor za Bongo Flava. Tumekuja kusupport muziki wa nyumbani na nimefurahishwa na hili na niseme tu kwamba ili liwe endelevu. Kwamba tunaweza na kwa namna yoyote ambao wamefanya hivi wanapoona kwamba kuna namna ambavyo wanaferi na sisi tuko tayari kutia mchango kwenye awamu inayokuja. Tumefurahishwa na hili mpaka tunafika hapa. Kwa nini umependezwa sana na hili? Tuna support vya nyumbani kwamba tunatamani kuona kila mtu anakuwa, tunatamani kuona kila mtu anaweza kufanikiwa kwa namna yake. Kwa maana nimesema kwamba aliwekeza kwenye hiki na alitoa wazo hili kwa awamu nyingine, hata kama atakuwa ameshindwa au kuna namna ambavyo anaona hapa ni pagumu, sisi tuko tayari kuchangia. Sawa. Msanii gani leo ambaye ni favorite wa Manyanda amekuja kabisa ili aweze kuenjoy show yake? Mimi nazungumzia Bongo Flava. Nikizungumzia Bongo Flava nazungumzia wote. Flava, nimefuata Flava nyumbani. So nikasema siwezi kulala leo. Kitu kikubwa sana kwa upande wangu. Sawa. Baraka da Prince, hongera sana, umepoa sana mzee. Shukrani. Naweza nyinyi pia mmependeza bwana. Asante sana. Ni miongoni mwa wasanii wa generation mpya ambao umeamua kuja kuwatazama kaka zako wakubwa wako ambao walikutangulia kwenye game. Natamani kusikia neno lolote kutoka kwako. Hii ni siku kubwa sana katika historia ya industry ya muziki wa Bongo Flava. Ni siku kubwa sana kwetu sisi vijana ambao tumejiajiri katika hichi kiwanda cha muziki wa Bongo Flava, kwa sababu leo tunasherehekea kufikisha 30 years ya ajira yetu ambayo inafanya tunaweza tukalea familia zetu, watoto wakaenda shule, tukajenga majumba yetu na maisha mengine yakaendelea. Kwa hivyo tunapo celebrate hichi kitu that means tunatakiwa kusherehekea na kujivunia tasnia yetu hapa ilipofikia, kwa sababu sasa hivi Bongo Flava imekuwa ni moja kati ya